Cha kwanza kabisa ni wapongeze kwa dhati watu wa Segerea. Kata zote 13 ziko hapa. Nilikuwa naandika. Zote zipo, hongereni sana kwanza kwa kuja. Lakini cha pili, hongereni sana kwa kufikia uamuzi wa kujua njia sahihi ya kwenda. Okay. Naambiwa kwamba nitumie mic. Mimi nilikuwa nataka kutumia mic aliyonipa Mungu, sio? Ngoja nitumie mic ya wazungu. Nasema cha kwanza na wapongeza kwa kuja hapa. Kwa wingi huu, na waliotangulia kusema wamesema wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani, na ni kweli. Hongereni sana, hasa akina mama. Kikao hiki akina mama ni asilimia zaidi ya 70 ya wanaume. Hongereni sana. Hongereni sana. Na uzoefu wangu wa siasa unaniambia, ukiona mkutano huo, ukiona kikao hicho kina akina mama wengi, ujue hapo unashinda. Maana yake inanipa picha kwamba kwa wingi huu na hasa wingi wa wanawake, CCM mara hii Segerea tunawafungashia virago vyao kuanzia kwenye kata. Wanafungasha virago kuanzia kwenye kata, kwenye jimbo na kwenye uraisi wanafungasha virago hapa Segerea. Hilo liko wazi. Na mwenye macho haambiwi tazama, si sawa sawa? Kwa hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna mtu alikuwa na mashaka kwamba tumekuja kubisha hodi Chauma, kumejaa au hakujajaa. Na kuambia inayejaa ni ndoo ya maji, Chauma haijai. Inayejaa ni ndoo ya maji, Chauma hakufanyi nini? Hakujai. Tunawakaribisha, tunawapokea, sio kwa mikono miwili, kwa mikono minne. Karibuni sana. Karibuni sana. Na tukiwapokea, mimi nitawapa kazi moja tu, kwamba enendeni Segerea yote, mkawafanye wana Segerea wote kuwa wana Chauma. Hiyo ndio kazi ambayo tutawapa. Kwa hiyo kazi, kwa sababu mko kata zote, naamini hii kazi inawatosha na mtaifanya. Sasa naomba niongee na nyie mambo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza, niwaeleze na muelewe kwa nini Chauma, ambacho chama kinawapokea leo, na nimekuja kwa niaba ya katibu mkuu, kwa niaba ya mwenyekiti wa chama, kwa niaba ya chama, nimekuja niwapokee. Karibuni Chauma. Sasa mkishapokelewa Chauma, niwaeleze kwa nini sisi Chauma tumeamua na tumetangaza kwamba iwe inanyesha, liwe linawaka, iwe mchana, iwe ni usiku, wewe wanalia, wewe wanacheka, wanapenda hawapendi, mara hii tunaenda kushiriki uchaguzi wa madiwani, wa wabunge na rais mwaka 2025. tunaenda kushiriki. Naomba niwaeleze bila tashwishwi kwa nini tumefanya uamuzi huo. Tuna sababu 3. Sababu ngapi? Nitawaeleza sababu moja, na nitaanza na ile ndogo kuliko zote, sio? Nitapandisha kwenye kubwa, ili baadaye na nyie muweze kuwa na uwezo wa kukaa na watu wa Segerea kwenye vijiwe, kukaa na watu wa Segerea kwenye saluni, mabarabarani, kuwaeleza sababu ni nini, sio? Na wale wanaojaribu kufanya propaganda ili muweze kujibizana nao. Sasa sababu ya kwanza ya kwa nini Chauma tumeamua na tumetangaza kwamba tutashiriki uchaguzi huu iwe iwavyo. Sababu ya kwanza, chama cha siasa
kama Chauma, lengo lake la msingi la kuanzishwa ni kuchukua madaraka ya dola, na madaraka ya dola yanachukuliwa kupitia uchaguzi, sio bunduki, sio mapanga wala maandamano. Madaraka ya dola yanachukuliwa kwa nini? Kwa uchaguzi. Kwa lengo la chama cha siasa kama ni kuchukua madaraka ya dola ili mtumie madaraka hayo kuweza kuwaendeleza wananchi kiuchumi, kijamii na kisiasa, lazima muende kwenye uchaguzi mkapambane ili muweze kuchukua dola. Huendi kwenye uchaguzi huchukui dola. Si sawa sawa? Hebu niwaulize, timu ya mpira inasajiliwa kwa lengo la kushiriki ligi, kucheza mechi ili ishinde kombe. Kweli si kweli? Timu ya mpira ambayo haiendi kwenye uwanja kwa sababu yoyote ile, kwa sababu refari anachezesha vibaya, kuna upendeleo, haiendi, inachukua kombe? Haichukui kombe, sio? Inaweza kuwa iko nyumbani na baadaye itaacha kuitwa timu ya mpira, kwa sababu timu ya mpira lazima iwe inacheza, sio? Kwa hiyo bila kujali marefari wanacheza namna gani ili uchukue kombe, lazima ushiriki ligi, sio? Uende uwanjani ukacheze, ndio unaweza kupata nini? Kombe. Na kombe wanashinda walioko uwanjani, hawashindi walioko nyumbani, sio? Sisi Chauma tumekataa kubaki nyumbani, tutakwenda kwenye uchaguzi, tutapigana vituoni, tuko tayari tufie vituoni ili tuweze kushinda. Hatutakaa nyumbani. Hatutakaa nyumbani. Hatutakaa nyumbani. Kuna watu wanawaambia eti tukienda kwenye uchaguzi watu wetu wengi wanakufa, sio? Tunajua. Lakini je, baada ya wenzetu kufa kwenye uchaguzi, sisi kwa sababu hatutaki kufa kwao tunakimbia uchaguzi? Kama akina Mawazo walikufa kwenye uchaguzi, na sisi tutakwenda tukafe kwenye uchaguzi. Tuko tayari, wake zetu, familia zetu zibaki yatima, lakini lazima tuikomboe Tanzania. Tutakwenda kwenye uchaguzi. Hatuwezi kuenzi damu za kina Mawazo kwa kukimbia uchaguzi. Hawakukimbia, sisi tutafanya nini? Hatutakimbia, tutakwenda. Tutakwenda sisi viongozi, tutakwenda wanachama, tutakwenda na wagombea, tukahakikishe haki yetu tunaipigania kwenye sanduku la kura. Hivi ndio uamuzi wa Chauma. Na chama cha siasa kinakuwa na maana tu pale kinaposhiriki uchaguzi, kinatafuta mbinu. Sisi tunajua. Hivi kuna mtu ana mashaka na mimi kwamba sijui kama uchaguzi unaibiwa? Najua. Maanake mimi nimepigana mstari wa mbele kwa miaka 20 kwenye uchaguzi na kwenye ujenzi wa chama, na hakuna asiyejua. Lakini ninajua kwamba uchaguzi unaibiwa, najua kwamba hatuna tume huru, najua sheria ni mbaya, sio? Lakini je, ukishakuwa na sheria mbaya, ukishakuwa na tume sio huru, ukishakuwa na katiba mbaya, unakimbia uchaguzi? Ndio jibu lake. Hivi kama unalima shamba karibu na poli lenye nyani ni wezi wa mahindi, wakawa wanaiba mahindi, dawa ya kupata mahindi ni kususa shamba hilo. Kama una akili timamu, unaongeza mbinu ya kulinda mahindi ili urudi nayo, sio kususa shamba. Ukiwasusia nyani shamba, watamaliza mahindi, na wakimaliza, nyani hawana tabia ya kujirekebisha, kwamba sasa tumemaliza mahindi tujirekebishe. Wataendelea kuwa wezi wa mahindi tu. Kuna mabua. Chauma tumekataa kususia shamba la mahindi nyani. Chauma tumekataa kususia gunia la karanga panya. Chauma tumekataa kususia bucha ya nyama fisi. Watamaliza. Tunapanga mikakati pamoja ya namna gani ya kudhibiti hawa wezi wasituibie ili tuweze kushinda. Tutakwenda namna hiyo. Kwa watu wanasema maneno ya ovyo eti hawa walienda Chauma wamenunuliwa. Hebu niwaulize, hivi wa kutununua sisi ni nani? Nyie amenunuliwa na nani hapa? Hakuna wa kununuliwa. Nasikiliza,
hivi kweli CCM mnayejua ambayo inaogopa ushindani inaweza kuwanunua watu waende wakaipinge? CCM inaweza kununua mtu ambaye ataiacha ipite bila kupingwa, sio? Hawa wenzetu hawa ambao wanawadanganya kwamba watazuia uchaguzi, tumewauliza kwenye G55, hivi uchaguzi unazuiwaje? Ukiwauliza sema wewe ni msaliti. Si mnataka wote tuzuie? Maujanja hayo tupeni ya kuzuia uchaguzi. Wanasema wewe umenunuliwa. Ukiuliza ujanja wa kuzuia uchaguzi ni nini, mbinu ni gani, wanasema wamenunuliwa. Hawa hawana mbinu ya kuzuia uchaguzi. Hawa wanajipanga sehemu yapite bila kupingwa. Hawa ndio wanaweza kuwa wamenunuliwa, sio Chauma. Hivi nyie siku hizi mnatengeneza chawa? Siku hizi si mna watu wanaitwa machawa? Hivi wewe unaweza kutengeneza kaka, unaweza kutengeneza chawa wa kwenda kusema siri zako sokoni? Ndio chawa mwenyewe huyo. Chawa angenunuliwa angekaa kimya, sio? Chauma tujakaa kimya na tumesema mgomvi wetu sisi ni CCM. Tutaenda nao kiulalo mpaka kieleweke. Tutaenda nao na tunawamudu na tumezunguka. Sikiliza, tumepiga nusu ya nchi, tumekuja kupanga mikakati, tukinyanyuka tunamaliza nusu ya pili. Tulianzia operation yetu ya C4C, tulizindua Mwanza na wengi mliona, sio? Baada ya Mwanza, kesho yake tulipiga Kamgesi, tukapiga Mgumu, tukapiga Msoma, tukalala Msoma. Siku iliyofuata tukapiga Bunda, tukapiga Lamadi, tukapiga Itilima, tukapiga Bariadi, tukalala Bariadi. Siku iliyofuata tukapiga Maganzo, tukapiga Shinyanga, tukalala Shinyanga, tukapisha Idi. Baada ya Idi tarehe 8 tukakamata Masumbwe, tukaenda Katoro, tukaenda Geita, tukalala Geita. Siku iliyofuata tukaipiga Kibondo, tukapiga Nguruka, tukapiga Kigoma mjini, tukalala Kigoma mjini. Siku iliyofuata tukaipiga Sunuka, tukapiga Tanganyika, tukapiga Mpanda mjini, tukalala Mpanda mjini. Siku iliyofuata tukapiga Majimoto, tukapiga Inyonga, tukapiga Ipole, tukapiga Igalula, tukapiga Tabora mjini, tukalala Tabora mjini. Siku iliyofuata tukapiga Igunga, tukapiga Singida, tukapiga Babati, tukapiga Ngaramtoni, tukapiga Usaliva, tukalala Arusha mjini. Siku iliyofuata tukaikumuta Mamsela, tukapiga Mkurombo, tukapiga Himo, tukapiga Moshi mjini, tukalala Moshi mjini. Tukakamata Mwanga, tukakamata Same, tukapiga Hedaru, tukamaliza na Hedaru juzi. Mimi nimetoka Tanga, nimetoka saa 6 usiku leo Tanga, nimeingia hapa asubuhi na niko hapa Segerea.